Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa kombe la CRDB Bank Sport Federation Cup ambao tumetoka kutazama hii leo kutokea katika uwanja wa KMC Complex ni mchezo ambao umekutanisha klabu ya soka ya Yanga Sports Club wanaoshiriki ligi kuu Tanzania bara dhidi ya wagosi wa kaya yani Coastal Union, ambapo mchezo huu Young Africans wameweza kufanikiwa kushinda na kwenda hatua ya 16 bora michuano mikubwa ya CRDB Bank Sport Federation Cup kwa msimu wa mwaka 2024-2025, ambapo kumbukwe Young Africans ndiye bingwa mtetezi wa kombe hili. Kabla ya kuendelea mbali, kama ni mshabiki wa Yanga Sports Club umefurahishwa na ushindi ambao Yanga wameupata mbele ya wagosi wa kaya yani Coastal Union, like video yetu alafu tuambie kwenye comment section, je, ni mchezaji gani ambaye amekuvutia katika mchezo ambao Yanga wameweza kuibuka na ushindi leo dhidi ya wagosi wa kaya? Fahamu katika kipindi cha kwanza dakika za mwanzoni tu Max Nzengeli mpia ye mwenyewe anakuambia yupo ndani ya Yesu. Basi kwa upande mwingine katika dakika ya pili akipokea pasi safi iliyopigwa na Alidi Aucho, aliweza kuwachambua mabeki na viungo wa Coastal kisha kupiga msumari mkali na kuiandikia klabu ya soka ya Yanga bao la kuongoza. Lakini haikupita muda mchache, dakika ya 15 Max Nzengeli mpia akarudi tena kambani kutokana na septa nzuri ama pasi nzuri ambayo alipigwa na Profesa. Basi utulivu wa Max Nzengeli mpia akamchambua golikipa kisha kufunga moja ya bao safi sana la kideo, ikaifanya Simba kupata bao la pili. Lakini dakika ya 18 Miraji Abdalla fullback ya kushoto aliweza kupiga shuti kali ubavu wa kushoto. Shuti hili moja kwa moja likaingia kimiani na kumwacha oi mlinda mlango Abu Twalibu Msheri katika mchezo wa leo kushindwa kutoka na clean sheet. Lakini tunashuhudia kabla ya kipindi cha kwanza kumalizika, dakika ya 21 Clement Mzize, mchezaji ambaye amezaliwa kufunga, basi kwa upande mwingine aliweza kuiandikia klabu ya soka ya Yanga bao la tatu kutokana na setup nzuri ambayo Prince mwana wa Mfalme Dube aliweza kumsetia. Kwa hiyo tunaona mpaka mwamuzi wakati anapuliza kipenga chake kuashiria mapumziko, Yanga Sports Club waliweza kuifunga klabu ya soka ya Coastal Union mabao 3-1. Tunaona ushindi huu moja kwa moja umeweza kuifanya klabu ya soka Yanga Sports Club kwenda hatua ya 16 bora michuano mikubwa ya CRDB Bank Sport Federation Cup kwa msimu wa mwaka 2024-2025. Sasa mara baada ya mchezo wa Yanga Sports Club na kikosi cha timu ya soka ya Coastal kumalizika na klabu ya soka ya Yanga kuweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 3-1 kupitia meneja ya habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Simba Ahmed Ali, mzee wa ubaya ubwela, mzee wa volcano, ameweza kutuma kijembe kizito kwa klabu ya soka ya Yanga Sports Club, kwa sababu ikumbukwe mechi yao ndio imekuwa gumzo kubwa, huku Simba wakicheza siku ya jana na kuweza kuibuka na ushindi wa mabao 3-0. Yanga ikaibuka na ushindi wa bao 3-1 siku ya leo. Ahmed Ali anasemaje? Cha kwanza amejiposti mwenyewe na kuandika, maisha nimeyapatia, muda wowote na dundika tu, akimaanisha kwamba kwa sasa ndani ya klabu ya soka ya Simba anajivunia kuwa mnyama. Kisha kaandika hivi, ubaya ubwela jumlisha na hatucheki na wowote, tunasubiri tarehe mpya. Hapo akimaanisha kwamba kwa sasa wanachosubiria ni ile tarehe ambayo itakwenda kutangazwa kwa ajili ya kucheza mechi ya dabi. Kwa ajili kumbukwe klabu ya soka Yanga Sports Club wao wanasema hawatambui tarehe mpya, wanataka wapoe pointi 3 na alama 3, yani pointi 3 na magoli 3, bila kusahau wanataka fidia ya zaidi ya milioni 56 kwa sababu ya kuandaa mchezo ule. Kwa hiyo Ahmedi anakuambia ubaya ubwela plus hatucheki na wowote, anajumlisha na cheki wote. Kwa upande mwingine unapata tunasubiri tarehe mpya. Kwa hiyo Simba wao wanasubiria tarehe mpya kwa ajili ya kucheza na Yanga, lakini Yanga wenyewe wanakuambia zile goli 3-1 ambazo leo wamefungwa Coastal sio zao, zilikuwa zinawahusu Simba Sports Club. Nini mtazamo kwa kile ambacho kinaendelea kwa watani hao jadi? Toa maoni katika comment na tutakuja kuyasoma.